Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today. Hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba usikilivu mwema. Kuna taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba eti kala sumu upande wa Ufaransa. Vituko haviwezi vikaisha. Sasa wiki iliyopita Mwigulu Nchemba aliondoka nchini mwetu Tanzania akaelekea Ufaransa kwenda kumwakilisha Samia Suluhu Hassan kwenye hafla ya kusherehekea Kiswahili duniani pamoja na kuiuza Tanzania na kukuza Kiswahili. Sasa taarifa zimekuwa zikienea kwamba kulingana na vile ambavyo Bwana Mwigulu Nchemba anasema kwamba akiwa upande wa Ufaransa ndio aliweza kulishwa sumu. Hatujui ni nani kamulisha. Lakini sasa naomba uweze kuangalia jinsi ambavyo Maria Sarungi, nataka nikuonyeshe wanaharakati wawili watatu. Maria Sarungi akaandika hivi: we Madiru bana, sijui vyakula vya Ufaransa vilikukataa au changamoto ya hygiene hadi ulichafuka tumbo. Leo unawaambia watu eti ulilishwa sumu, ila uliwahi kulisafisha, alafu unasema ni kiswaga. Ni vituko hivi jamani, musitafute sympathy namna hii. Na kama kweli ulilishwa sumu pia, yote heri, maana mlidhani mtabaki salama, huku mkituua. Mtamalizana wenyewe kwa wenyewe. Kulingana na Maria Sarungi, anaeleza kwamba hajui iwapo ni vyakula vya Ufaransa ambavyo vilikataa tumbo ya Mwigulu Nchemba, kwa sababu mnaelewa kipindi ambapo alienda ugenini lazima angetia kitu mdomoni au tumboni. Sasa Maria Sarungi anasema iwapo ni vyakula vile mkataa au vipi, lakini akasema kwamba au ni changamoto ya hygiene hadi ulichafuka tumbo, au vyakula ambavyo alikula havikuwa vimepikwa vizuri, havikuwa vimeandaliwa vizuri, au vipi. Sasa Mwigulu Nchemba anawaambia watu eti kwamba alilishwa sumu upande wa Ufaransa. Lakini sasa naomba uweze kusikiliza hapa. Maria anasema kwamba hiyo ni sympathy ambayo Bwana Mwigulu Nchemba anataka kutafuta. Kwa nini? Mwigulu Nchemba ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakiropokwa sana kuhusu wanaharakati. Anazungumza mambo mabaya sana kutoka kinywani mwake. Mara anasema eti kwamba Watanzania hawakuuawa mwaka uliopita. Mara anasema eti kwamba Watanzania walikuwa wamelipwa ili kulichoma taifa. Mara sijui kuna taifa fulani ambalo liliweza kumwaga pesa Tanzania ndiposa taifa liweze kuchomwa. Juzi tu kabla ya maandamano ya 7/7 alikuwa amesema eti kwamba kuna mtu kawekeza pesa nyingi ili kuweza kuhakikisha kwamba anakosesha amani taifa letu la Tanzania. Imagine kauli ambazo zinatoka kwenye mdomo wa Mwigulu Nchemba
ndizo zinafanya watu wengi, raia wengi wanamchukia sana. Ukiangalia komenti ambazo zinatolewa na wananchi wa raia wa Tanzania utashangaa. Eti shughuli yenyewe aliandaa Makonda, jangili yule atakuwa amefanya mambo ya mazito hapo, amemrekodi maana anapenda kuweka ushahidi. Mwingine akaja akasema kwamba muongo sana Madilu, ni kama ametokea mzalendo akakuwekea sumu, kiukweli ukafa. Watanganyika tutafurahia sana siku hiyo, tutakuwa na sherehe ya kufurahia kifo chako. Unaona, wananchi wanatoa kauli za kushangaza kutokana na matamko ambayo Bwana Mwigulu Nchemba amekuwa akiyatoa kwenye mikutano ya serikali. Naomba niweze kukusomea maoni mengine kutoka kwa mwanaharakati mwingine kuhusu hii sumu ambayo inasemekana kwamba Mwigulu Nchemba kalishwa. Anaitwa Newton Hila Newton, ni mwanaharakati vile. Akasema kwamba Mwigulu, wa Tanzania sio wajinga, unatafuta public sympathy na kumdanganya nduli Idi Amin mama kwamba umepigwa sumu kwa sababu yake, wakati ukweli ni kwamba ulikula chakula bila kunawa mikono, mwisho ukaishia kupata tumbo la kuharisha. Akaambatanisha hapo chini chapisho ambalo lilikuwa linasema kwamba waziri mkuu tangia aende Ufaransa hakurudi, aliwekewa sumu kwenye chakula, yupo anatibiwa huko. Unaona, Hila Newton akasema kwamba hiyo sio sumu amewekewa, bali anatafuta public sympathy, anadanganyana. Na akasema kwamba anadanganyana kutafuta sympathy, eti kwamba ametiliwa sumu kwa sababu na kwa niaba ya nduli Idi Amin mama, ukipenda Samia Suluhu Hassan. Kumbuka kwamba alitoka nchini Tanzania akaelekea upande wa Ufaransa kwenda kumwakilisha Samia kwenye shughuli ya kusherehekea Kiswahili duniani. Nimekueleza maoni baada ya Hilda Newton kutoa chapisho hilo. Anyie Tag akaja akatoa maoni kwamba kwa hiyo aliwekewa sumu na Bashite au timu yao wote walikuwa ni watu wa hangaya, kama wanawekeana sumu wauane tu. Ma-CCM wamezoea kuuana. Mtanganyika yupi mwenye uwezo wa kumkaribia mzee wa mawe? Vita yao ni furaha kwetu, na bado Watanganyika tuzidi kufunga na kuomba na kumshukuru Mungu. By the way, hawa viongozi walienda wenyewe, kina Bashite, kina Mwigulu, kina Musiwa, walikuwa pamoja. Itawezekanaje basi yeye kawekewa sumu? Lakini si hata sisi huwa tunakuwa na tumbo la kuharisha. Kwani maybe ukikula chakula ambacho kikuwa kimeandaliwa vizuri, ukipata tumbo la kuharisha, hiyo ni sumu umewekewa? Think different. Akaja akasema kwamba amekuwa waziri mkuu wa kwanza haramu, na sasa anakuwa waziri mkuu wa kwanza kuharisha ugenini. Sema hii nchi inadharirika sana ise. Mtu amepigwa misosi mpaka ameharisha, au naye ameanza kubeba michepuka isiyo na usafi. Ukiona hao wanaharakati komenti ambazo wanazitoa na machapisho, utagundua kwamba kuna utata kati ya hii serikali ya Samia na wananchi. Mimi ningekuwa Samia, si unaona Samia yuko na mitandao ya kijamii, angeingia tu pale asome komenti ambazo wananchi wanatoa. Ningekuwa yeye, ningebadilika kabisa. Ningesoma hizi komenti ambazo wananchi wanatoa, ningebadilika.
na Mwigulu Nchemba angeingia kwenye mitandao asome hizi komenti zote ambazo wananchi wanazitoa, ingebidi abadilike, kwa sababu wananchi kauli ambazo wanazitoa, badala ya kuambia pole, badala ya kuwatakia afueni ya haraka, wananchi wanatoa kauli kinyume na matarajio, kwa sababu hii serikali iliingia madarakani baada ya kumwaga damu, kwa sababu hii serikali imekataa kupea wananchi haki. Hakuna sumu ambayo waziri mkuu anaweza akawekewa hata kana kwamba hatumpendi. Hakuna. Chakula anachokila kinapimwa. Mfano, kipindi ambapo anaenda vile alienda Ufaransa, anakuwa treated kama rais wa Tanzania kwa sababu alienda kumwakilisha Samia. Kwa hivyo usalama anavyozunguka upande wa Ufaransa, ni Ufaransa inahakikisha kwamba yupo salama. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo hizi historia ambazo serikali imeanza kupiga na kupika eti kwamba Mwigulu Nchemba kawekewa sumu, hawa ni kana kwamba hii serikali batili wamegundua wananchi hawawataki, wamegundua wananchi hawawapendi. Kwa hivyo wanatafuta public sympathy, jinsi ambavyo wanaharakati wameweza kusema kwamba hii inaweza ikawa kwamba ni sympathy. Viongozi hao wanatafuta ili waweze kupendwa, angalau kuweza kuleta wananchi pamoja. Kumbuka kwamba wamejaribu kuleta wananchi pamoja, wameshindwa. Wamejaribu kushauri chama cha Chadema kukuja ili waweze kuridhiana na nchi, wamekataa. Huenda ni vipindi ambavyo wameanza kupika ili kuvutia taifa pamoja, ili wananchi wasahau yaliyotendeka mwaka uliopita. Lakini wacha nikwambie, wananchi hawawezi wakasahau. Badala ya kuwatakia afueni ya haraka, wanawatakia mabaya. Sitaki nizungumze mengi. Mwenyezi Mungu akubariki. Asanteni sana.